anatuambia tusisikize vile anaimba, tusikize maneno. Siku nyingine anatuambia tusisikize maneno, tusikize sauti, kwa sababu ule wimbo ulikuwa wa Kiswahili na alikuwa hajaenda shule. Sasa vitu zingine sinaimba na Kiswahili, alikuwa anasema kwa Kikamba, alikuwa anasema ya kwamba kwa kifupi sistahili kwa sababu ni mtaibu. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu cha Second Chronicle, Kenesa Chronicle kwa Kiswahili ni Mambo ya Nyakati wa Pili, kifungu cha 20 mstari wa kwanza hadi wa 20. Sitasoma haya maandiko yote kwa sababu ni kifungu kirefu. Ikawa baada ya jambo hili, Wamoabi na Waamoni pamoja na baadhi ya Wamehuni wakaja ili wapinge vita na Jehoshafati. Watu fulani wakaja wakamwambia Jehoshafati, jeshi kubwa linakuja dhidi yako katika Edomu tokea ng'ambo ile nyingine ya bahari, tayari liko Osani Tamari, yaani Elgadi. Yehoshafati akaogopa, akaazimu kutafuta Bwana na akatangaza kwa Yuda yote wote kufunga. Watu wa Yuda wakakusanyika pamoja ili kutafuta msaada kutoka kwa Bwana. Wakaja kutoka kila mji wa Yuda ili kumtafuta. Kisha Yehoshafati akasimama katikati ya kusanyiko la Yuda na Yerusalemu, katikati ya hekalu ya Bwana mbele ya ua jipya. Tusome haya maombi. Akasema, Ee Bwana Mungu wa baba zetu, si wewe ndiye yule Mungu wa mbingu? Si wewe ndiye yule utawalaye juu ya ufalme zote za kimataifa? Uwezo na nguvu viko mkononi mwako, wala hatuna yeyote awezaye kushindana nawe. Je, sisi, Ee Mungu wetu, uliye wafukuza wenyeji wa nchi hii mbele yetu, mbele ya watu wako Israeli, ukawapa uzao wa Ibrahimu rafiki yako hata leo milele, wameishi ndani yetu na humo wamekujengea mahali patakatifu kwa ajili ya jina lako, wakisema, kama maafa yatakujia, ikiwa ni upanga, hukumu, tauni au njaa, tutasimama mbele yako, mbele ya hekalu hili ambalo limeitwa kwa jina lako, na tutakulilia katika shida zetu, nawe utasikia na utatuokoa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Lisifiwe jina la Bwana. Amen. Nataka siku ya leo kuongea juu ya kupigana vita za haki. Amen. Fighting the right battle. Kupigana vita vyema. Amen. Sisi sote tunapitia vita tofauti. Mtoto mdogo anapitia vita zake, mama ana vita zake. Ukristo una vita tofauti. Na kio Wagalatia kifungu cha 5 mstari wa 7 unasema ya kwamba kuna vita ambazo hata sisi watu ambazo tumezibeba. Wagalatia 5:17 ya kwamba kuna vita, kwa maana mwili utamani yale yaliyo kinyume
Amen. Wapendwa, Bwana Yesu asifiwe. Tukue hapa, si ni sawa? Tukue wapi? Tuko hapa tu masaa machache, tunaenda nyumbani. Vita ishi, tunaposema kupigana vita za kweli za kiroho, kunazo vita za mwili na kuna vita za kiroho. Na Paulo akinenea mwili anasema ya kwamba, je, hamjui miili yenu ni hekalu ya Roho Mtakatifu? Yaani miili hii ambayo imekuwa na vita ya dunia, Paulo anarudi anatuambia ya kwamba mwili si wetu, na mwili huu tunaobeba ni hekalu la Yesu Kristo, ambaye Roho wa Bwana anakaa ndani yake. Lakini naye Shetani ameleta mambo mingi ambayo yanafaa kuonekana kwa huyu mwili. Nielewe, mwili wako First Corinthians chapter 3 inasema mwili wako ni hekalu ya Roho Mtakatifu. Na Daudi akituandikia anatuambia tumeumbwa vizuri, we are wonderfully and beautifully made. Lakini Paulo naye anakuja kutuambia, na mjue mwili wenu ni hekalu, yaani mwili wako ni kanisa. Amen. Hekalu ni kanisa. Ya kwamba mwili wako ni kanisa. Yesu Kristo nikiwa Scott nikaambiwa atakapokuja atakuja kuchukua kanisa ambalo halina mawaa. Amen. Na ndipo Paulo anasema ya kwamba Warumi 12 ya kwamba, nawaomba enyi ndugu zangu, mtoe mwili wenu uwe dhabihu ambayo inapendeza mbele za Bwana. Na ndio mchungaji akipeana exhortation akasema ya kwamba kuna muonekano wa nje wa vile unaweza weka mwili wako, watu waone huu mwili umechoka sana. Amen. Kwa mfano, mwili ugonjwa wa kujitakia. Si kuna magonjwa inapata mwili kwa sababu ya dhambi. Si nilisema kutoka Sunday hii madhabahu tutakuwa kuhubiri Injili ambayo itakanya watu na kuwajenga. Kwa maana Biblia inasema na neno la Mungu huja kwa kujenga, kukanya na kutia moyo. Si ni sawa? Kuna magonjwa ambayo mtu anaweza kujiingiza kwayo, useme ya kwamba huyu mtu maisha haya yalikuwa ya kujitakia. Kama amekaa vizuri, mwili wake ungekuwa sawa. Ni kweli si kweli? Kuna vile mtu anaweza fanya mwili wake ukue jera. Ile mwili wa Yesu uliteswa Kalvari, mwili wake ukateswa sana na Shetani kupita, hata unaangalia vile ambao ameteswa, alama ambayo Shetani amemuweka, unashangaa. Amen. Tunapofanya deliverance, watu wanakuja kukuonyesha alama ambazo walikuwa wamewekwa na ule mwovu Shetani. Mpaka unamwona huyu mtu aliteswa sana kimwili. Amen. Na ndio Wagalatia inasema ya kwamba kati ya roho na mwili kuna vita.
tunapigana vita. Swali ni kama mtu wa Mungu ambao unatembea, kama mtu wa Mungu ambao unasonga na mbele, vita zako unasikia aje? Amen. Haleluya. Kwa maana vita zetu wapendwa, sio za kumwaga damu. Vita zetu sio za kuharibu. Vita zetu sio za kubomoa. Amen. Nimepita makanisa makubwa na familia yangu na nikaanzisha wengine. Ndio nilianza kanisa la Yesu Kristo. Lakini nikasema wakati wote nitaichukua hatua. Nikisonga na mbele sitai. Kuna mchungaji ataingia aseme Pastor Catherine hajaribu kanisa. Amen. Kwa maana sitikani kama watu. Amen. Unaona mtu anaana na washirika. Unaona mbona upigane vita kwa njia mbaya. Amen. Paulo anasema ninaacha kando nikisonga na mbele, kwa maana vita zangu ni za kusonga na mbele. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Walipokuwa wakitaka kupiga vita, wakaamua kwanza kuna silaha zile nataka mtumie. Wakaamua jambo moja, nataka kukuwe na watu ambao wanaabudu. Kumbe wapendwa, wakati tunaabudu tunapigana vita. Wakaanza kuabudu na akasema, akamwomba Mungu, akasema Mungu muumba nchi na mbingu, si wewe ndio ulisema tuinue haya madhabahu wakati tuko kwa vita? Wewe Mungu wa baba yetu, rafiki yetu Ibrahimu, tukikuita katika haya madhabahu, Mungu wetu utaitika na utapigana vita. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Unajua hata kuna nyimbo ambazo watu wimba ambazo sio za kupigana vita. Nasikia mtu akiimba, ombea adui yako aishi siku nyingi, ili unapobarikiwa ajiombee kwa macho. Hauna haja wala ukianza kuomba unaanza kuua watu. Naye Daudi anasema ya kwamba anaandaa meza mbele ya watesi wangu. Amen. Yaani inategemea moyo wako umekita mizizi aje katika neno ya Bwana. Vile unapigana vita inakuonyesha vile moyo wako umekita mizizi katika neno la Bwana. Huko Emerald Gate kulikuwa na ushuhuda wa ajabu. Siku moja mama mmoja sasa ni Bishop Kenya akasema ya kwamba siku zile bwana yake alikuwa ameokoka. Enda Mungu, hiyo story iko YouTube. Huyo mama alitoa ushuhuda, mimi nikasema sisikii vizuri. Akasema siku zile yeye alikuwa ameokoka, lakini bwana yake sasa ni one of the key bishops in Kenya. Hakuwa ameokoka. Alikuwa anakuja kwa nyumba, anaingia na msichana. Anamtoa ule mama ameokoka kwa kitanda. Anamwambia ulale kwa kiti. Ule mama analala pale. Anakuja anamwambia ya kwamba kesho mimi na huyu nimeingia na yeye tunatoka saa 11. Huyo mama akiwa ameokoka sijaisikia, nilisikia nikasema sisikii. Anawachemshia maji, anaenda anawagongea, anawaambia wapendwa ni saa 11 nimeweka maji. Wakiteremka pale wakienda wanapata sitting room, ameandaa, anawaombea na anawaambia waende salama. Na siku moja huyu mzee akiwa club na ni bishop today akasema ya kwamba kuna watu ambao wameokoka. Walevi wote ambao wakasema hakuna watu wameokoka. Akasema nimejaribu miaka 5, hakuna jambo sijafanya mke wangu. Nimekuwa nikitoka na malaya ambao naenda nao kwangu na mtoa kwa kitanda na mnalisha analala kwa kiti, anatupikia na tuandaa tunatoka. Akawaambia tafadhali twendeni kwangu kama nyinyi nyote. Tukaona kama bibi yangu ajabu. Wakaenda. Iko YouTube. Nimesema mkaangalie. Wakafika. Walevi. Wengine wanatapika.
wengine wanaangalia TV, wengine wanafanya nini. Akawaambia, wapendwa, ketini. Wengine akamwambia, wewe mama, wewe mimi sio mali na mwanamke. Huyo mzee akamwambia, usiniguze. Walifanya vituko mpaka asubuhi. Huyo mama aliwawekea supu, alichemsha supu akawapea, na akaanza kuwahubiria wakiwa walevi. Asubuhi yake waliposikia wako sawa, wakamsalimia mume wake, wakamwambia, kweli bibi yako ameokoka. Bwana Yesu asifiwe. Na hao mama au wazee wakasema, hii mambo yote tumefanya, hata TV tumevunja, hata nini tumefanya, nimetapika, nimekojoa. Walikuwa wamekojolea viti, wakasema wapingie wake wao wakuje waone mwanamke ameokoka. Na kutoka hiyo siku mume wa Reverend akaokoka, na today is one of the key pictures. Tupigie Bwana Yesu makofi. Apostle Kisemani alisema, wengine ukiambiwa hivyo utasimisha maji, wengine utachukua panga, wengine utachukua. Kuna vile unapigana vita kama Mkristo. Amen. Kwa sababu kila vita ambayo inaandaliwa mbele zetu lazima tushinde. Na kuna vita kuja katika maisha yetu kwa sababu shetani anaona ushindi mkubwa ambao tumebeba. Shetani ashaona mwisho wangu. Shetani ashaona hatima ambayo Mungu ameweka ndani yangu. Amejaribu hii, anajaribu hii, lakini mpendwa, songa mbele kwa sababu vita sio zako, ni za Bwana. Mpigie Bwana Yesu makofi. Na kama vita sio zako, usiangalie vita. Wakati watu wanaangalia vita, wanaanza kudiscuss vita, ila msalaba inasema ya kwamba all it is finished at the cross. Amen. Amen. Just pata akawaambia, wapendwa, wakati wa vita kuna siri katika kuabudu. Amen. Amen. Kuna siri katika kuabudu. Wakati mambo ni mabaya, hakuna haja ya kurusha maneno. Unajua, wengine tumeokolewa na Yesu kutokana na mambo mengi. Amen. Wengine wameokolewa kwa uchungu mbaya. Wengine ukiwakosea wanaweza fanya chochote. Ukimkosea asubuhi, jioni kuna tangazo, wewe kuna mazishi, kwa sababu you wrote a wrong person. Lakini wakati tuliokolewa, tunajua vile tunapigana vita. Amen. Je, vita zako unapigana kwa njia gani? Tuna vita za kimwili, tuna vita za kiroho. Amen. Ndio Paulo anasema ya kwamba na muyavae mavazi yaliyo mema kujitayarisha kwa vita. Kwa maana kuna mavazi ya vita. Kuna mavazi ya vita. Ukweli ni moja ya mavazi ya vita. Ukweli. Viatu vya huduma ni mavazi ya vita. Ukiona
25. Daudi anapigana vita zake kwa njia gani? Anasema aje 35. Bwana, pigana na wale wanaopigana nami. Upigana na wao wanaopigana nami. Amen. Kumbe kuna watu ambao siwajui. Kuna watu ambao ninajua. Kuna watu ambao ninawaona ambao wananipiga vita. Lakini mimi sio mzigo wa vita. Wakati Mungu aliongea na Musa, alimwambia na kupeleka wana wa Israeli kutoka Misri. Na kama wewe pia wanakuniabudu. Kwa hivyo mimi nikielewa sehemu yangu katika ufalme wa mbingu, sehemu yangu ni kuhubiri Injili. Sehemu yangu ni kuabudu. Lakini wakati vita inakuja, ninapompatia Mungu wangu kazi, ninaangalia sauti na mwambia, Bwana, pigana na wanaopigana nami. Amen. Haleluya. Wacha kwenda kungoa kwa watu na uliza ulisema ni mimi ni mmoja. Alafu anakuambia umoja wa wademu tanje. You give your history. Already the Bible says, wale ambao wako ndani ya Kristo ni viumbe vipya. Umoja uliisha. Sasa wewe ni mwana. Unamwambia Bwana, pigana na wanaopigana nami, wanaopigana na huduma, wanaopigana na watoto, wanaopigana na hatima yangu, pigana na wao. Na namwambia Mungu, inuka, maadui watawanyike. Josephat akaelewa hayo, akajua kuna Mungu upigana vita. Wapendwa, ukianza kuvaa nguo uende mahali, jiulize unawakilisha nani. Tukisoma klasi ya conflict resolution tukiwa sport, tuliambiwa wakati wote na Dr. Mwalimu ndio msikaredi, wakati wote utakalia kiti ya conflict and resolution. Useme nimekuja kusikia mambo yenu na nimekaa hapa nisikize upande huu na upande huu. Ujue umekalia kiti cha Mungu, na kama utaamua vibaya, Mungu atapatana na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Je, vita zako unazipinga aje? Vita kwa maana siku usiku na mchana, vita siku. Ndio Wagalatia, ndio Yakobo 4:8 inasema ya kwamba resist the devil. Resist the devil is the schemer. Revelation inasema ya kwamba chapter 12 verse 11 downward inasema, and they overcame the devil through the word of their testimony and through the blood. Vita tunapiga kupitia ushuhuda. Amen. Vita tunashinda kupitia damu ambayo tunasema inanena mema. Hii wiki Mungu akakuwa akinifunza mambo ambayo ni makubwa damu ya Yesu inafanya. Amen. Kwanza inanena, hainyamazi. Damu nene ya Yesu. Na aineni na hana inanena mema. Amen. Inanena mema. Ndio Isaia 1:18 inasema, come unto me, even if your sins. Yaani dhambi zako hata ziwe nyekundu kama hivi, damu inanena mema, inasema hizi nyekundu hivi, ili detergent ambazo zikiwa nyekundu ukiziweka ninaosha, zinakuwa safi. Amen. Amen. Daudi akishuka kondoo akapigana vita. Hakuna mtu alijua Daudi ni mpigane vita. Nani alikuwa anamsherehekea? Kondoo. Nani alikuwa anaona atapinga vita? Ni yeye. Anasema, anapeana ushuhuda kwa Sauli. Anamwambia, mimi nikilisha kondoo
Nilipatana na simba nikamuua, nikapatana na hiyo nikamuua. Niachilieni huyu Goliathi, mtu ambaye hajakaliwa, mtu ambaye amebeba dhambi, mtu ambaye sio msafi, mtu ambaye alimpinga Kristo, mtu ambaye anapigana na kanisa, mtu ambaye anapiga wachungaji. Anasema niachilieni yeye, na msilinganishe hizo nguo za vita mko nazo. Ninaelewa nguo zingine za vita, nina mawe, nina vitu ambazo Mungu amenipa kwa ajili ya vita. Sio vitu ambazo zinaonekana kwa macho, ni vitu ambazo ziko ndani yangu. Anasema na hii shito ambayo nimedharau watu wa Mungu utaniweka chini. Amen. Na Daudi akamsongea yule mwanaume, akachukua mawe moja. Theologian wanasemanga the stone of faith, theology. Wengine wanasema the stone of prayer, wengine wanasema they are fine. Ngoja Google ulize hii mawe tano Goliathi alikuwa amebeba, what do they represent? Yaani mawe tano yanawakilisha nini? Watu wanasema it is stone of faith because by faith we call things that are not as though they are. Through prayer we will conquer. Bwana Yesu asifiwe. Akachukua jiwe moja katika yale mawe ambao amebeba katika huduma kwa ajili ya vita. Akamwambia Goliathi, umekuwa umekibisa jeshi la Mungu kwa siku mingi. Mchungaji, wachungaji na wafilisi na nguo zao za ukuhani wakiona Goliathi na kola zao pasakaro walikuwa wanaenda with their collars, because Daudi anasema wewe ni nani ambao umekuwa ukitishia jeshi la Mungu? Kwani kuna jeshi halina nguo? Jeshi zina nguo. Kwa hiyo kama kulikuwa na makuhani na nguo zao walikuwa wanakimbia wanaenda, kama walikuwa na kola zao wanakimbia. Lakini alipotokea mtu ambaye alimlisha kondoo, walipotokea kijana ambaye anajua Mungu, akamuuliza wewe ni nani ambao umekuwa ukitishia wachungaji? Wewe ni nani ambao umepiga vita nyumba za wachungaji? Wewe ni nani ambao umepiga kanisa? Wewe ni nani ambao umepiga huduma sana? Kamwambia kichwa chako, nyama zako nitapea mbele wa angani, na kichwa chako na upanga nao nitaupenda kuonyesha alama ya ushindi. Bwana Yesu asifiwe. Kila vita ambayo inaandaliwa mbele yako, Mungu amepima akaona hii ya Catherine anaweza. Amen. Ameangalia akaona hii ya Ruth anaweza. Ameangalia hii ya Faith anaweza. Ameangalia akasema hii ya Pauline anaweza. Ameangalia akasema hii vita nimeandaa mbele ya huyu anaweza kama atapigana vita za kweli. Kijana mdogo akamrushia mawe moja tu, ikamwangusha, akakata kichwa yake, akachukua upanga wake, akakatakata nyama za Goliathi, akaita ndege wa angani. Nasikia ndege zikiingia status. Hizo sikuna Goliathi. Mimi sikini nasikia sikini. Umesema mara ya kwanza mambo ya ndege kuonekana. Ndege wakakula. Si ndege walikujua kuruka. Waliingia status. Si kweli? Mpaka kukapigwa nini? Bunduki. Mpaka president anasema wakamba wamepima ndege. Na nyinyi na sisi wakamba tushaokoka. Sasa tufanye nini? Ni watu waelewe tumeokoka. Mimi niende nikate tatu ya msalaba. Ndio watu waelewe mkamba anaokoka. Wengine wakasema ni watoto wa jeshi ambao waliuawa. Ndio wamekuja, ukiona ndege walikuja wakapigiwa bunduki. Ulisikia? Vile zilikuwa hivi. Mangwa. Bunduki ya kwanza kwa ya pili. Daudi anasema ya kwamba mwili wa adui wa Israeli nitawapa ndege wa angani ikakuwa chakula chao, lakini kichwa chake na silaha yake ya vita nitabeba niweke katika nyumba yangu, niambie Bwana nina ushindi katika kinyume cha adui wa jeshi la Mungu. Amen. Utapigana vita za kweli
Hapesongea sana. Amen. Amen. Wapendwa, wakati wa vita sio wakati wa kuongea. Don't explain yourself to anybody. Don't. Watu wanataka kusikia vile unasikia. Watu wanataka kusikia vile wanakutesa. Don't explain yourself to people. Ati umenitesa kiasi hii. Songea kwa yule anaelewa vita. Umwambie mateso yangu yapige mwisho. Nikapate kukuona. Nikapate kutembea kwa ushindi. Nikapate kuona vile ulipigania wengi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Daudi anasema, Bwana, pigana na wale wanapigana nami. Version nyingine inasema teta na wanaoteta nami. Kuna watu wanateta na wewe. Wewe sio wa kuteta. Wewe sio wa kupigana vita. Wewe songa mbele. Songa mbele tu. Yaani wewe ni wa kusonga mbele. Amen. Ndio Mungu anasema ya kwamba I am pressing forward because there is something that is meant for me. Ni kwa nini vita? Ni kwa sababu shetani anajua akileta vita hapa na mimi naitwa pale, nitaanza kushughulikia hii na zawadi na taji zimewekwa. Amen. Second Timothy chapter 4 verse 4. Paulo anasema, na nikipiga vita vizuri. Kumbe kuna njia ya kupiga vita vizuri. Anasema zaidi ya yote, mwendo nimeumalisha. Wapendwa, kwa nini tupige vita vizuri? Ni kwa sababu hata kama kuna vita mbele yetu, kuna mwendo mbele yetu. Nimevipiga vita vizuri. Mashindano nimeyamaliza. Imani nimeilinda. Wakati unapiga vita, kuna vitu za kulinda. Kitu moja ni imani. Amen. Linda imani. Linda imani. Leo nikisoma yale makanisa 7 yaliyoandikiwa barua, mwandishi anasema, na maandikia malaika aliyo katika kanisa la Sardes, mwambie haya na haya. Anasema, na lakini na hili kwa ajili yenu. Ile lakini ndio inafanya imani ifungue. Wewe sasa ukiandikiwa barua, lakini katika maisha yako itakuwa nini? Mchungaji anatuambia ya kwamba kuna mavazi ambayo ni lakini, kuna mahusiano ambayo ni lakini, kuna mwenendo ambayo ni lakini, kuna maneno ambayo ni lakini, kuna maisha unaishi ambao mbele ya kiti cha enzi ni lakini. Amen. Ukiandikiwa kanisa lingine likaambiwa, lakini wewe sio moto wala baridi. Mungu anisaidie. Yaani wewe ni dume kuwili. Wewe sio moto na wewe sio baridi. Lakini anaambiwa ya kwamba chagua jambo moja, kuwa moto katika Kristo ama kuwa baridi katika ule mwovu shetani. Kwa sababu mwendo ambao unaenda hautaki kuwili. Paulo anasema, nimevipiga vita vizuri. Mashindano nimeyamaliza. Imani nimeilinda. Bwana Yesu asifiwe. Hizi vita za kiroho, mpendo, pigana vizuri. Mashindano, shindana vizuri. Zaidi ya yote, linda imani. Amen. Because tunasoma mashujaa wa imani ambao walipiga vita vizuri. Ukisema ni mtoto, Abrahamu atakwambia, na hata mimi nalikuwa bila mtoto. Ukisema ni njaa, Elija
Njaa ndio Biblia inauliza Warumi 9, ni nini ambayo itakutenga na upendo wa Mungu? Ni vita gani ambazo zitakufanya uache imani? Ukisema ni ndoa, Paulo anasema ya kwamba alikaa bila katika ndoa kwa sababu ya kuhubiri Injili. Sijasema uache ndoa, kaeni pale. Kama ni ujana, utaambiwa watu wengine they become king when they are already 70 years. Ukisema ni ujana, utasoma kitabu cha Yeremia na nikujua ukiwa katika tumbo la mama yako. Hakuna rika ambao mtu hawezi simamia imani. Kila rika, kwa sababu Mungu amekupa nini. Amen. Wapendwa, mnapopigana vita, tembeeni katika neno. Yaangalieni mimi yenu. Na ulize huu mwili unapoangaliwa hivi, unastahili Injili? Angalieni maisha yenu ya kiroho. Ulize maisha yangu ya kiroho yanastahili Injili? Ama tunatembea kwa mwili ila kwa roho ulikufa kitambo? Vita ni sahihi. Amen. Ndio Paulo anasema hatupigani kama watu wengine. Hatupigani hivyo. Hatuendi kotini kama watu wengine. Amen. There is a judge who judges the living and the dead. There is one who judges the living and the dead. And is very just. God is the true judge. Kuna mzazi ambaye amezaa watoto watatu na watoto wengine, na huyu mama akaenda katoloni kuomba juisi. Akaulizwa na ule mchungaji akamwambia, bwanako anafanya nini? Akasema bwanako anafanya pasipoti. Bwanako anafanya pasipoti. Ndio nimetia mzee. Mzee akaenda. Akaulizwa ni kesi serikali. Umechukua faili, ukatoa, ukapewa pesa, watu wakaenda bila haki. Huyu mzee alienda kwa magoti. Akaambiwa sema ukiwa hapo. Akasema kesi ya mama mwingine ambaye anafanya kazi ya Sunday school. Mwenyewe alikuwa na kesi na mwenye alikuwa amemkosea alikuwa tuende. Akamuuliza, unatarajia pingu iseme nini? Amen. Aliulizwa, out of this umefanya, ulitoa faili, ikatandikwa na jaji ikapotea. Huyu akaenda huru na mali ya huyu mama. Huyu mama ameishi kufunza watoto Sunday school na kila wakati anarudia Mungu. What do you expect? Even if the justice of humanity is not right, friends, uamuzi wa Mungu ni wa haki. Pigieni Bwana Yesu mkono. Hata watu wakikuhukumu vibaya, there is a true judge. He judges with a lot of justice. Hawezi furahia milele. He is waiting. There is a time that will come. Kuna wakati utakuja. It's justice. Utaonekana. Amen. Kuna kitu inaitwa golden rule. Inasema the measure you measure for others, the same measure when shaken will come back to you. Wakati katika vitu unawapimia watu wapimbaye, wakati unaona wewe ni bora kuliko wengine, wakati unaona unastahili kuliko wengine, wakati golden rule itakuja, utaiambia nini? Vita inarudiwa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Vijana, tembeeni kwa utakatifu. Mngojeni Bwana. Wamama, kaeni kwa utakatifu. Biblia inasema ya kwamba na kitanda
Wakati utasimama mbele za Bwana utaambiwaje? Huu mstari wa 8 unasema sasa nimewekewa taji ya haki ambayo Bwana mwamuzi wa haki anasema, nimepiga vita vizuri, mwendo nimemaliza vizuri, sijakuwa na mtu wa mtu, sijaonyesha mtu wa mtu, hakuna mtu analia sababu yangu, hakuna mtu anasema kama sio kadri, hakuna mtu analia, hakuna msichana anasema ya kwamba nilikuwa na kijana huyu akachukua, hakuna mtu anasema kazi yangu nilikuwa nataka. Bwana Yesu asifiwe. Friend, learn to listen from God. Amen. Kijana hapo alikuwa anatafuta kazi, na mama mmoja akaniambia tuna kazi. Juzi amenipigia simu akaniambia, afadhali ulipoteza pesa, ulikosa. Vijana huko wamekufa sana mchungaji. Hata nachukua. Amen. Wewe usikisi Mungu. Unaona kwa macho, unapenda kwa macho. Unaongozwa na mwili, utaongozwa na mwili mpaka wapi? Kwa wasichana huu mwili utafika mahali ukose shape. Sasa nimewekewa taji ya haki ambao Bwana Mungu mwamuzi wa haki. Wewe maisha yako yakiwekwa kwa ratili kwa vita za kiroho, itawezekana aje kuonekana haki? Maisha ya ujana yako itaweza aje kuonekana haki? Anasema kuna Mungu mwamuzi wa haki ambaye Bwana mwamuzi wa haki atanitumikia siku ile, wala sio mimi tu, bali pia wote ambao wamegoja kwa shauku kuridhiwa kwake. Haleluya. Wapendwa, ninapomaliza ujumbe wa siku ya leo, pigana vita za kweli ukijua kuna a true church. Msichana, katika hali yako ya ndoa ya uchanga, tembea kwa haki, tembea maliza kwa haki, kwa sababu maisha yako itapima. Amen. Ukiwa kazini, maisha ya kazini itapima. Ikiwa ni kazi ya nyumba, ikiwa ni kazi ya ofisi, yote italetwa kwa mizani. Wakorintho wa kwanza 3 inasema ya kwamba kazi yetu itapimwa kwa kupitia kwa moto. Je, inaweza simama moto? Anasema sasa nimewekewa taji ya haki ambao Bwana wema mwamuzi wa haki atanitumikia siku ile. Wapendwa, ambia wenzako kuna siku ile inakuja. Kuna siku ile ambao vitu zitapimwa. Kuna siku ile ambao tutalipwa kulingana na kazi yetu. Kuna siku ile ambao tutapimwa kulingana na matendo yetu. Kuna siku ile ambao tutalipwa kulingana na vile tulitendea hapa duniani. Kuna siku ile ya kiyama ambayo mwenye haki kulipa kwa haki atawalipa wana wake. Ndio tunaambiwa tupigane vita vizuri. Wenda kuna mahali uliamua vibaya, una nafasi. Wenda kuna mahali sahihi uamuzi wako sio sawa, kuna wakati ukarekebishe. Nikienda Scott kuripoti na shida yako kuambia, tuliingia gari pale inaitwa Amua, tukaamua tukaenda. Ile siku watu walikuwa wanaambiwa wajifunze safety belt, sikujifunza, nilienda bila kujifunza. Tukapita pale show, polisi akasimamisha gari, akasema kama hujajifunga usisimame. Nilisimama na sikupiga simu, tukaenda polisi, weka ID, tukaenda jela. Nilipofika jela ile, kulikuwa na mama ambaye alikuwa analia na alisimama kwa kona, na ile kona ya mama ya jela, hiyo kona kulikuwa mzee mwingine anapita hapa na hizi ripoti ya kuweka huko, na alikuwa amesimama nazo. Nikiingia tu na
kazini. Nakumbuka hata mzee akiniambia niende huko St. Paul nikafanye kazi, kwa sababu nilikuwa nasikia uzito mwingi wa kuwa pasta, kwa sababu nimeona na macho yangu. Sitawaambia nimeona nini, nimeona na macho yangu. Sasa ule mama akasema, mchungaji njoo. Tulikuwa na mama mwingine akaniambia, ni wewe njoo. Mimi naenda kuripoti Scott, naomba niita mchungaji. Nikaenda kwa mama, nikamuuliza nini. Ule mama akiongea, mzee wake akiwa upande huu analia, ananiambia tuombee. Mzee nyumba yetu ni tajiri sana, amekuwa akitaka kijana yetu, tukikataa nayo anatuleta hapa. Sasa hivi tulikuwa tunapika chai, tumeacha chai kichemka, tumeletwa hapa, na wakati wowote tunapewa poti kubwa mpaka tunamkatia. Nikaambia Mungu, Psalms 35 inasema pigana na wanaopigana na hao, teta na wanaoteta na hao. Nikawaambia na nikawaombea, Bwana, katika jina la Yesu, hao wamekuwa wakipigwa vita, hao wamekuwa wakiteswa kwa sababu ya pesa na mali, ninaomba wewe mwenye haki ukaamue haki kwa ajili yao. Nikawaambia namba yangu itawaachia reception. Wapendwa, walitoka na yule ambaye alikuwa anawanyang'anya alitembelea hiyo miti. Kuna maamuzi wake, kuna yule anapigana vita. Wapendwa, usifurahie ukiwa hivyo. Vita inapiganwa na ni vita za kiroho, na mwimbaji anauliza, na vita za kiroho zitaisha lini? Anarudi anaenda akisema, havijulikani vitaisha lini, ni mpaka Kristo aje, wenye haki wapewe haki yao. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Pigana vita vizuri. Josephat akawaambia ya kwamba ombeni, ibeni, habudini. Wakati wa vita unasongea, unamwambia Bwana, wewe ni mkuu sana, wewe ni jemedari wa vita, wewe ni tegemeo langu, wewe ni Mungu. Unaimba mbele za Bwana, pigana mambo ishie milele. Inuka kinyume, ni wewe na sina nguvu. Unajiachilia mbele za Bwana, unakuwa mdhaifu katika vita, unamwachia kwenye vita apigane vita, because he is great in battle. Bwana Yesu asifiwe. Uenda saa hii umeanza kujipigania, usijipiganie. Psalms inasema, arise, O God, and let my enemies be scattered. It doesn't matter how rich the enemies are. It doesn't matter the title they have. I don't have those titles, but I have one title. For them those who believe in them, He gave them the power to become the child of God. I have that title. That title gives me access whenever I come. Jesus, He said, Catherine is calling, and this is the son. I am like the prodigal son. Wakati alipoonekana baba yake alipomwona kwa mbali, alikimbia. Hivyo hivyo nikitana mbinguni, wanasema ya kwamba somebody is calling. I have another title. Si title za vitabu, sio title za masomo. I have another title that does not expire. Unasikia huyu ambaye tunazika alikuwa lawyer, sasa ni lawyer, lakini ni sasa ni marehemu. Yaani hakuna kuteremsha, tunateremsha lawyer, anaambiwa tunateremsha marehemu. Kwa maana vyo ni vya hapa duniani, but there is one, tunateremsha mwana wa mbingu, amelala na ataamuka, tutamlaki Yesu mbinguni. Have that title, and it will give you access. It will fight for you. Wakati unapiga magoti kama Josephat, unasema Mungu wa baba yangu Ibrahimu. Si wewe ndio Mungu ulisema tunapojenga haya madhabahu, tunapopigwa vita, tukipiga magoti hapa, wewe utatupigania vita. Unacheza na hiyo maombi. Ati wewe utatufanya nini? Tunapopiga magoti hapa, wewe utatupigania vita. Na ndio Paulo anasema in Ephesians chapter 6 verse 18, pray with all kinds of prayers. Don't only prayers before God. It is a good weapon to fight the battle. Pray
on the race. Don't focus on the battle. There is a way we fight our battle when we are running the race. Bwana anasaidie, naomba tusimame. Bwana anasaidie sana. Bwana anasaidie sana.